Endelea na darasa yetu na tulifika katika sura al-Furqan, walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq wa la yaznun. Tukafika hapa. Ibadur Rahman ni waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tulisema kwamba hawa Ibadur Rahman ni watu wa peponi moja kwa moja. Na tukafika katika walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, maana hawafanyi shirki, na tukataja mambo ya shirki. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, na tukaitaja vile vile qatl an-nafs ni aina gani kwa ufupi. Wala yaznun, wala hawazini, ndio sifa ya Ibadur Rahman. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kambatanisha au kafatanisha vitu vitatu, jarima tatu hizi. Ya kwanza shirki, ya pili qatl nafs, ya tatu zina. Kahitimisha mambo matatu haya kwa zina. Zina ni kitu kibaya sana na inabidi tusimame msimamo kidogo ili tuwafahamisha watu hasara ya zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika surah An-Nur aya ya 3, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني katika Qur'an ametajwa mara mbili, na yunkihu inatajwa mara tatu. Zaniyatan, zinifu mwanamke, vile vile katajwa katika Qur'an mara mbili. Mushrikatan ndani ya Qur'ani imetajwa mara mbili. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin au mushrik. Mushrik ametajwa katika Qur'ani mara 43. Wa hurrima dhalik, hi hurrima imetajwa katika Qur'ani mara 47. Wa hurrima dhalika ala almu'minin. المؤمنين ametajwa katika Qur'an mara 83. Aya hii umekhtalifiana Waislamu nini maana yake. Maibadhi na baadhi ya ndugu zetu wa Sunni ni wingi, jamhur maana yake tuseme, watu wazito katika ndugu zetu wa Sunni wamekubaliana na Ibadhi kwamba ndoa ya mzinifu haithibiti wala haisihi, kwamba mtu kazini na mwanamke khalafa karejea kumwoa, ndoa hiyo haithibiti. Katika madhhabi ya Ibadhi hakuna ikhtilafu, wote wamefikiana kwamba hili swala haithibiti kabisa ndoa. Na tutatoa inshallah ushahidi upande huku wametegemea nini na upande huku wametegemea nini. Hawa wanaisema ndoa hii inathibiti, wana ushahidi lakini dhaifu sana ushahidi wenyewe. Hawa wanaisema kwamba haithibiti na ni haramu ndoa hiyo, wana ushahidi kwa akli na kwa nas. Hii aya hii, az-zani la yankihu illa zaniyatan au mushrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin au mushrik wa hurrima dhalika ala almu'minin. Kwa ufupi, tafsiri kwa ufupi, az-zani mzunifu mwanamume, la yankihu illa zaniyatan,
hii nikah nini maksudio? Hii nafsi ya nikah ni ndoa au maingiano? Sasa inshallah tutaweka wazi na tutufahamisha. Hapa ndipo palipokuwa kivumbi wa kuhtilifiana kwenye nikah. Maana ya nikah nini? Ni ndoa hasa na kusudiwa ndoa au mkutano, kukutana. Hiyo moja. Pili, hii aya hasa inakuja kufanya kazi gani? Hii aya inakuja kufanya kazi gani kwetu sisi? Inakuja kuhalalisha hii kitu au inakuja kutoa habari? Kuna mambo mawili. Inakuja kuhalalisha hii ndoa ikawa ni halali, au inakuja kutoa habari kwamba ni haramu? Sio, nafahamika. Sasa watu wengine wanayoharamisha hii suala masala ya zina, khalafa akaja akaoa, wana ushahidi wao, lakini kama tulivyosema ushahidi huo ni dhaifu. Alhasil, kwa ufupi, maana ya aya khalafu tutaichambua moja baada ya moja, na ushahidi tutatoa sehemu mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, azani, mzinifu mwanamme, la yankihu illa zaniyatan au mushrikatan. Ukipita njia moja wanasema kwamba mzinifu mwanamme akitaka kuoa hawezi kuoa isipokuwa mzinifu mwenzake. Na madha likasema hivi, basi na kwa hili swala linafaa. Au mushrik, au mwanamke wa mushrikina, mzinifu mwenzake, sawa nikiwa Muislamu, bila shaka ni mzinifu mwenzake Muislamu au mushrika au mushrikina. Sasa hapa, kabla ya kuendelea, aya inasema hivyo, inasema hivi kwamba mzinifu hasa kutokana na uchafu aliyokuwa naye, akitaka kuoa hawezi kuoa isipokuwa mzinifu mwenzake. Ikiwa hakumpata mzinifu mwenzake, basi anaweza kuoa mushrikini, mwanamke wa kafiri, maana yake mushrikini. Sasa ukitazama maulama wote wamefikiana, maibadhi, masuni wote, kwamba ndoa ya mushrik haithibiti. Na Allah subhanahu wa ta'ala kafatanisha hapa kati ya mzinifu mwenzake au mushrika. Kwa hivyo ukitazama hapa na mgongano, ikiwa utaruhusu kwamba mzinifu mwenzake, mzinifu mwanamme anaweza kuoa mzinifu mwenzake mwanamke, basi pia au mushrika au mwanamke mushrikina. Sasa ukitazama kufatana pahali pamoja, yani mzinifu na mushrika kufatana pahali pamoja,
Sasa utatoa njia gani ya kuhalalisha mzinifu mwenzako na kuharamisha mushriki? Hapa utakwama. Utatafuta hoja za kutengeneza, lakini hoja iliyokuwa inaingia ndani ya akili haingii. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin au mushrik, na mzinifu mwanamke hawezi kuolewa isipokuwa mzinifu mwenzake mwanamume au mushriki. Sasa je, mwanamke wa Kiislamu anaweza kuolewa na mushrikina? Hili swala haliwezekani. Hapa wameungana Waislamu wote, madhahabu zote za Kiislamu, kwamba mwanamke mzinifu yepo ikawa ni Muislamu, lakini hawezi kuolewa na mushrikini hata siku moja. Wamekubaliana hiyo. Lakini mzinifu mwenzake ikiwa utaruhusu, sasa uruhusu, na kwa sababu inafatana. Sasa inakuja vile vile ikhtilaf, wa hurrima dhalika ala almu'minin, inaharamisha hiyo kwa muumini, ni haram. Sasa hii haram ni kitu gani? Haramu zina au haramu ndoa? Hapa inshallah tutaifahamisha ili tupate kufahamu. Hii hukmun shadidun lilghaya, ni hukmu hii aliyotoa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, ni hukmu ambayo yuko wazi kabisa. Faraka Allah subhanahu wa ta'ala fihi, kafarikisha Mwenyezi Mungu ndani ya hukumu hii aliyotoa. Tutajua, tuende pole pole. Hapa mimi nimefasiri kwa mukhtasar tu, lakini tutakwenda pole pole mpaka inshallah tufahamu. Na ikiwa hukusoma upande huku na upande huku, utakwama. Wewe kama muibadhi utasoma madhhabi yako tu, usisoma madhhabi ya Waislamu wenzako. Katika masail mengi sana utakwama. Na vile vile ikiwa wewe ni katika madrasa ya Kisuni, ikiwa hukusoma vile vile madrasa ya Kiibadhi, utakwama. Kama ilivyokuwa Waislamu hakusoma dini ya Kikristo, utakwama. Na Wakristo ikiwa hawakusoma dini ya Kiislamu, atakwama. Sasa itakuja ikhtilafu hapa. Muislamu hasa akisoma dini ya Kikristo atapata ujuzi hali ya juu ya kutolea hoja kwamba hii Taurat na Injil sio sahihi iliyote ya asli. Kwa hivyo si rahisi kusimama Mkristo mbele ya Muislamu akapata penyenye, sio rahisi kabisa. Labda huyu Muislamu mwenyewe elimu hana. Na vile vile katika Uislamu, ikiwa mtu hakusoma upande huku na huku, ukafanya mizania kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika surah Ar-Rahman,
was-samaa rafa'aha wa wada'a al-mizan. Allah subhanahu wa ta'ala kaitukuza mbingu, na khalafu baada ya kutukuza mbingu kaika mizani. Wafikiri hii mizani ni ya kupimia nafaka peke yake? Hapana. Mizani ni uadilifu hali ya juu sana kwa kutafuta haki. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala alipotoa hukumu katika aya hii kabainisha mambo mengi. Allah subhanahu wa ta'ala kaeka katika aya hii, bila kuisoma huwezi kujua, utachanganyikiwa. Allah subhanahu wa ta'ala farraqa fihi baina almu'minin wa baina az-zina. Katika aya hii Mwenyezi Mungu kafarikisha baina ya mu'min khasa na baina ya wazinifu. Hii tufahamu, kafarikisha Allah subhanahu wa ta'ala baina ya mu'minin, mu'min khasa, na baina ya mtu mzinifu. Wanaha an al-iqtirabi minhu, na kakataza kabisa Allah subhanahu wa ta'ala hata kuisogelea ile zina, ile kusogelea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kaikataza. فليس هناك مسلم يرغب في نكاح امرأة زانية. Hakuna Muislamu yoyote hasa mwenye kujua dini yake na imani yake ikawa ana tamaa ya kumwoa mwanamke mzinifu. Inawezekana ili swala, mtu mu'min tahir taqi wara, ikawa ina nafsi yake ikamvutia enda katafuta mwanamke mzinifu, itapatikana amani kweli hapa? Itapatikana utulifu? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, mupate kutulia. Sukun ni kitu kikubwa sana, watu wanaitafuta ile utulivu kwa njia nyingi sana, na wanakufa kukutafuta utulivu. Kwa Uislamu utulivu ni bure kabisa, bure kabisa utulivu. Unatoka nyumbani kwako, unakuja, mnakutana, mnasali pamoja, mnasoma pamoja, mnapeana fikra pamoja. Utulivu unatoa pesa hapa. Lakini ukitazama watu wengine utulivu wanashindana kwa baskeli au pikipiki au magari au mambo ya mipira au kadha na kadha. Wale wanatafuta utulivu, lakini ni hatari tu, hamna utulivu, ni nakma tu moja kwa moja, na unapoteza pesa nyingi sana. Sasa wewe unakwenda kuoa kutafuta nini? Utafuta utulivu. Sasa mwanamke yenyewe ikiwa mzinifu harudishi mkono ya mtu, akimwashiria tu tayari. Hii utulivu kweli? Kwa hivyo Muislamu hawezi kabisa akafikiria jambo hili wakati akitaka kuoa anakwenda kumtafuta mwanamke mzinifu liyatazawajaha, ili apate kumwoa. Si jambo la rahisi kabisa, akawa zawajan halalan, ikawa ndoa hii ni halali. Jambo kama hili si jambo ya kulitaka mtu mwenye akili yake.
vipi yarghabu fi imra'atin ya'lamuha li'annaha fasida, vipi roho yake itamvutia kwa mwanamke ambaye anajua yakini kama huyu ni mfisidifu, maana yake mzinifu, vipi? illa fasidun mithluha, isipokuwa yeye mwenyewe mzinifu mfano wake, yeye mzinifu na huyu mzinifu, basi ndio roho shahwa itaendana. Lakini si rahisi kabisa, na mwanamke vile vile tahir atataka kuolewa na mzinifu, si jambo rahisi kabisa, wala watu wake hawakubali. Vile vile mawalii wake, yuko tayari mtu kawa mwanamume mashhuri ya uzunifu, anajulikana huyu mzinifu, halafu ukamtoa mtoto wako au ndugu yako au mamaka au shangazi wako au khala wako, ukanda ukamtumbukiza mahala ambaye pa mtu mzinifu, hayuko tayari mtu. Lakini hao wachafu wako tayari, lakini matahari hawako tayari, sema kweli. wala targhabu almar'atu fi arrajul kadhalik, mwanamke hatamani kabisa yeye kuolewa na mwanamume ambayo mashhur bilfasada, na anajulikana kama huyu mfisidifu, maanake kwa zinaa na mambo mengine, si rahisi. Katika aya hii sasa Mwenyezi Mungu anasema azani la yankihu illa zaniyatan au mushrikatan, mzinifu hawezi kupata kwa mujibu hii niliyozungumza hapa. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anakuja kutupa habari ili tuelewe, tufahamu, kwa sababu aya hii inakuja kutupa habari. Dhahiri ya aya hii haikuja kutupa sisi hukumu kwamba hukumu mzinifu aolewe na mzinifu mwenzake, na mwanamke ikiwa mzinifu aolewe vile vile na, maanake mwanamume akitaka kuoa aoe mzinifu mwenzake, na mwanamke akitaka kuolewa kuna fahamu aolewe na mzinifu mwenzake. Kwamba hii aya ukaipeleka ndio hukumu, hapana. Hii Waarabu unaitwa tanfir, na lile la tanfir ni kupewa habari mtu asifanye ili swala. Na hii katika lugha, mfano utamwambia mtu leo mnagombana, halafu mwambie leo utaniona wewe, utaniona mimi. Maana yake nini? Maana yake atalipi kisasi kwa ile kosa uliyomfanyia. Aidan hatasema na wewe, au aidan atakuletea madhara, au aidan atakushtaki. Haina maana ya uonaji ya hivi na kwa sasa. Katika aya hii sio maana yake ni hukumu kwamba jambo hili linafaa, hapana. Tutaona huku mbele huku ushahidi kwamba hii aya hii inakuja kutoa habari kwamba jambo hili msilifanye, jambo hili ni haramu. Mtu kuzini na mwanamke halafu kaja ukamoa, jambo hili ina maana ya aya
ukifanyia uchunguzi, ukifanyia bahthi, na ukiwafuatilia maulama wenye kuharimisha, utakuta wako ndani ya sawabu. Sasa watu wengine wanaifahamu kijuujuu hii aya, na wakasema jambo hili linafaa. Ushahidi ni dhaifu mno na ni hatari, na ikitokea ikhtilafu namna hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam kashahukumu, da' ma yuribak ila ma la yuribak, acha kitu kenye shaka uingie mahala hamna shaka. Na hamna shaka ni ikitokea kosa kama hili, mkimbie kabisa, tubu, kimbilia kutubu na urejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama huku tutakavyoona huku mbele inshallah. Tunaanza tu aya hii, inafahamika vizuri na wakati ishafika na ishapita. Kwa hivyo kwa haya machache inshallah tutaendelea na darsa hii ili tuwafahamisha watu ikhtilafu ya maulama kutokana na aya hii. اللهم علمنا ما لم نعلم، فهمنا ما لم نفهم، إنك أنت العزم أنت الحكم وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك يا رب العالمين. اللهم يا الله يا الله يا الله، قوي وحدتنا واجعل المحبة بيننا، وارزقنا من حيث نحتسب من حيث لا نحتسب، واجعل عاقبتنا خيرا مما نحن فيه. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.